Mtazamaji wa Maika Media, Maika Radio, nikukaribishe tena katika mahojiano haya ya aliyekuwa mchezaji nguli nyota ambaye aliwika sana nyakati hizo, na vile vile hata bado hivi sasa anacheza kie na bado anaonekana. Mimi ni mtoto wa mama John Anthony Orao, na vile vile niko naye mimi ni Nelson Songa ambaye itakuwa nafanikisha mahojiano haya ya moja kwa moja. Labda tuanze kwa haraka sana. Ajitambulishe jina lake, atuambie ni nani, jamaa ametokea wapi, jamaa amekulia wapi, na anafanya nini. Karibu. Niongee Kizungu ama Kiswahili? Kiswahili kiko fiti. Okay. Ama naweza changanya? Hata Kiswahili ni ngumu. Hata Sheng iko fiti. Sawa. Kwa majina najulikana kama Situma James. Situma James. Yes. Natoka upande wa magharibi. Magharibi Western. Bungoma. Kitaka pia kuita kwa Kiluya Pungoma. Watu wa Bungoma. Kwa sawa. Place inaitwa Ndivisi. Ndivisi. Nimezaliwa Bungoma East. Nimelelewa Bungoma East. Nimesoma Bungoma East primary. Yaani kila kitu umepiga pale Bungoma East. Nimepiga Bungoma East. High school nimepiga Bungoma East, Sirakaru High School. Na hapo nilianzia career yangu ya kucheza ball. Kwanza Most High School. Na after hapo nikajoin nikiwa high school form 2 nikajoin Nzoia Sugar. So napiga nasoma na napiga nikirudi. After hapo nikachezea World Hope, currently City Stars. Kidogo James. Yaani wewe ni ule mwanafunzi ambaye ulikuwa best darasani, vile vile uko best kule uwanjani. Kila mahali. So masomo lazima hatuwezi sema zile za class kwanza sasa. Okay, kidogo. Manake nyota ilikuanzia huko, umesema uko kidato cha 3, uko form 3. Yeah, ilikuwa form 3 most ilianzia form 3 because nakumbuka by that time we had a very good school team. So tulikuwa tunacheza na Nzoia Sugar, Mumia Sugar, ndio tu participate pia tuko ready for inter schools. Na career yangu imeanzia high school, naweza sema primary school wazazi walikuwa zile wewe soma, pite mtihani uende university. So ball ilikuwa ni ngumu. Challenge, ukirudi nyumbani ni viboko. Mbona ulienda kucheza ball? Mbona umeenda kucheza ball, maybe hujafanya kazi home, uchote unajua tumezaliwa uchunge ng'ombe ukate nyasi. Kwa familia all boys peke yake. So kuna kupika, kuna kuchota maji, kuna kuosha vyombo. Na wewe ni boy child. Kama hujafanya hizo vitu unajua kwa problem. So but nikabahatika tukicheza hizo friendly, of course Nzoia Sugar waliniona, Mia Sugar wakaniona, but shule pia mwalimu akanisaidia hiyo wakati uko pale darasani tayari uko moja kwa moja katika timu ya Nzoia Sugar. Ilikuwa inapiga ligi ipi? Premier League. Yeah, they had a very good team. How old are you? Sai wakati huo that time nilikuwa around 17 years. Lakini unapiga Premier League. Yeah, napiga Premier League. Nzoia Sugar. Na wataka kitu bana. Nikirudi shule unajua mimi nilisoma mixed school. Ukirudi huko by that time ukiwa watoto wa kike wote ni wako. Ukiwa na 500 au kuli chakula ya shule bana. Mwezi mzima. Kate quarter ni 5 bob. Avocado wanakuambia 3.10 shule pale. Unachukua zile mzuri unaweka kwa sanduku. Nilikuwa natamba. Mambo life ilikuwa sawa. Weekend ikifika wewe umechomoka. Mimi nimechomoka naenda mjini ama tunacheza hapa Nzoia Sugar. After hapo songa World Hope kwa uduchi tu kidogo ama kwa kidogo tu. Hapo hivyo wazazi kidogo wakubaliani na wewe kupiga pale soka. Sijui wewe mwingiliano iliendaje? Support ulitoa wapi? Mimi nikitoka kucheza niko na ile 500 yangu ama 1000 yako hiyo allowance. So ndio pia home si mbali na shule. So njia ya kwenda shule kurudi shule lazima nipite nyumbani. Naambia mama chukua kama 500 kidogo. Akaona kumbe mimi nasaidia tu kwa roho safi because by that time mama alikuwa na kiosk pale Misiho. Alikuwa anauza maragwe, mandazi. But ikakuja katolewa wakati Raila alikuwa Minister of Roads by then. Wakatoa zile nini ziko kwa barabara. Hizo mambo ya street. So ikatolewa. So ikakuwa pia hata kupata pocket money ni yani shida. But the beauty ikakuwa pia nimepata mahali, so napata nikirudi naambia mama shika hata 500. Madhe anasema yenyewe. Akaona kumbe mpira inaweza ingiza kwa kitu. Alafu shule yao ilikuwaje? Walikuwa okay tu weekend wewe unachomoka? Mimi ilikuwa ina soccer school. So ilikuwa 100, in fact ilikuwa 100%. Umesema shule ipi hiyo? Sirakaru High School. Sirakaru High School. So by that time late Philip Mukuya alikuwa na support ball sana. Na ilikuwa like in fact it was a very positive thing for the team, for the school, because in fact nacheza Premier League inanipatia more age.
kwa students wengine, so I'll support 100%. Jemo, wakati huo uko pale Nzoia Sugar, umesema kwamba ulianzia hapo Nzoia Sugar. Uko hapo Nzoia Sugar. Nyota yako ilianzaje kung'aa, ikaanza kuonekana unatoka Nzoia Sugar unakwenda kwingine ukapanda hivyo? Unajua kuna time unaweza ona giza na hiyo giza ndio mwangaza. Because wakati nilimaliza high school now, that's 2003 nikiingia Nzoia Sugar vizuri ndio niwekwe kwa payroll, because since nilikuwa shule siwezi lipa mshahara. Niko underage. Unajua sijafikisha 18. Lakini mambo ulikuwa unafanya pale yalikuwa makubwa. Payroll unajua lazima uwe na 18 ndio uwekwe kwa payroll, unakuja na ID. So wakati nimaliza shule timu ikavunjwa. Kwa disbanded. Na tulikuwa wachezaji wengi sana wenye tumetoka high school, wenye Evans Kadenge mimi mheshimu sana, mpaka wale walikuwa wamejaribu kuwaleta kutoka Kakamega High School through game. Evans Kadenge moja. So kitu alifanya akatafutia wale vijana wametoka high school, because kumbuka nimefanya mtihani November, timu ikavunjwa around March. Like after 3 months timu wewe uko idol ujue uende wapi. Mzee tukaona tena giza. But now alitafutia players teams, nikajipata nimeland World Hope City Stars. By that time tulikuwa na coach Robert Matano huyu mmoja. So ndio nikajipata City Stars. Tukacheza pia, life ilikuwa ni hard. Because nakumbuka niko maisha ya mjini, unalipwa 6,000 per month, lakini haikuji pia. Unajua umetoka ushago. Inakuja baada ya miezi 4. Hata si 4. Sasa inaweza mwaka. So tukacheza mafriendly na Sofapaka. By that time Sofapaka ilikuwa pia NSL. Na walikuwa tukienda kucheza nao, si tuko Premier League lakini hao NSL lakini wanatoa kitu. Unaona, so ikakuwa nikaona by the way. Kwa hivyo ile Nzoia imevunjwa, tayari sasa umejipata huko NSL tena umerudi huko chini. Nimerudi. Nikaenda kwanza Premier League. By that time World Hope ilikuwa Premier League. Ilikuwa Premier League. Cheza hapo, but after tuko tunacheza na Sofa ma friendly, nikaona wacha nirudi NSL kwa sababu walikuwa wanatupea kitu NSL. So nikarudi Sofa. Ukarudi Sofapaka. That was 2007. Chini ya kufunzi wake Robert Matano. By that time Robert alikuja. Hapo baada amebaki World Hope, mimi nikarudi huko. So in fact kuja Sofa paka mimi ndo nilisuggest akuje. Kwa sababu nilienda hapo nikacheza 1 year. Na hiyo mwaka nakumbuka Bandari ilitushinda na point moja, ilikuwa very disappointing. Hatukupanda Premier League. So tukarudi tena 2008. So mdosi akaniita, the current president wa Sofapaka Kaleba, akaniambia naweza pata wapi coach mzuri. Mimi nikamwambia hii team at least kuna kitu tutafute Matano. Tukamtoa World Hope. Na before inafika wapi mpaka president anakuaminia wewe, anakuambia tufanyaje bwana? I think aliona leadership quality in me, na pia I really loved the team and whatever I was giving in the pitch. Akaona akanipa hiyo try. Alikuwa ananitanga sana. Hata nikitoka Sofa nikienda FC Leopard, alikaribu anipige na gani. Ananiambia nitakuua. Kwa sababu kutaka kabisa. Na pia hakujua naenda. So in fact ilikuwa shock, because that time nikimpiga hiyo movie ya Sofa, nikienda FC Leopards nilikuwa national team. So everything nilifanya nikiwa camp. So yeye anajua mchezaji yuko, lakini kambi kivunjwa anasikia mchezaji ako the other side. Sasa ile kama hiyo ilikuwa ni kama tunasema talaka, ilikuwa betrayal of course. But nili have to make a decision. Ilikuwa just sometimes kwa life lazima tu make a decision. However in heart ilikuwa na heart, hata mimi mwenyewe I was not comfortable, but kwa career yangu na kwa life yangu niliona that was the best move. Na ndio ni vizuri kumove. Ilikuja na mambo mingi because enjoy baadaye. Unajua the funny thing, sikuwa niende FC Leopard hiyo time. Nilikuwa naenda Tusker. Ulikuwa uende Tusker? Yes, tunaongea na coach Kimanzi, alikuwa ameenda Tusker, alikuwa ameenda coach Sofa pia, alikuwa ameenda coach national team pia. So mimi niko camp. So tumeongea nao because contract yangu kama imebaki 6 months. Mdosi aliniita Kalekwa akaniambia anataka aongeze, nikamwambia akaniita kwake home. Nikakula, ushaona kwanza umekula vizuri na nini? Contract kumbe amekudekeza, ameleta karibu. Kumbe contract iko kwa kaika kwa meza bana. Kwambia na kuongeza hii. Ongeza 2 years. Kwanza nikaona nimeshiba. Pesa anasema anataka kunipea kitu moja, nilikuwa na issue nikasema hata nisiposaini contract siwezi toka kwa hiyo nyumba bila pesa. Kwanza lazima angenipa kitu.
So nikamwambia Preza, contract imebaki 6 months, wacha ishe tu sign a new contract. Akaingia box. So kanipatia ka time ka kuthink kidogo. Tayari kujenga ka kitu. Yani kutoka alinipa hapo ka 50,000 akaniambia enda kuchukua chakula nini. Mimi nikaenda. So nikiwa camp nilikuwa hiyo 6 kama back 6 months nilikuwa naongea na Tusker na nilikuwa naenda Tusker. Sasa wewe mwenyewe unapiga deals zako chini ya maji? No, in fact coach ashani approach Kimanzi, coach wangu national team, mimi naenda. Tukiwa camp Sekafa Tusker waka camp, sio akakuja. Amenileta contract and sign. Tumetoka tizi jioni. So akaniambia amefika, kuingia kwa room akaniambia amefika, nikamwambia acha nioge nikuje. So kutoka kwa room naenda mali sio Tusker yuko. Kumbe kulikuwa na Secretary General wa FC Leopards. Yuko pale. Amekaa hapa vile gari zimesimama TV amekaa hapa. Akaniona. So akaniita. Akaniambia bana. Nimesikia rumors unaenda Tusker. So kuja FC. Unajua sijafika, unajua naenda kuona mtu huko. Nikakaa kwa gari. Akaniambia niko na hii pesa hapa cash. Ngapi? Ngapi? Alikuwa anasema ako na mita. Yaani hiyo ni kushawishi tu ingi. Na Tusker share ilikuwa sawa. But signing fee nayo allowance iko sawa. Ilikuwa hata ifiki nusu yenye FC wananipea. So nikafikiria unajua si ati check. Sasa unaona pesa ndio nikachukua do. Sasa hata uendelee kwenda kule. Safari si kuendelea. So nikasign. Unajua si hiyo Tusker aningoja huko. Ukabetray bila atego. So nikatoka kwa gari, nikapigia coach simu. Tarusha poa mita yako. Nikapigia coach. Coach, kuna deal, kuna shida, kuna problem. Ni shida umejiletea mwenyewe. Akaambia nini? Nikamwambia hii imefanyika. Imekuja, imekuwa hivi, nikamweleza tu vile mambo iko. Nikamwambia lakini timu ilikuwa inacheza unajua iko na pesa ilikuwa ni hard. So nitakuja nichukue hizi pesa hata at least nijitengeneze kidogo. Ulipe ile madeni ufanye nini. Akaniambia sawa na akasema na haina shida, anytime utafeel kuja Tusker. Nikamwambia acha nipigie simu. Aliridhika. Sasa yeye ndiye alipigia CEO. Mimi sikupigia tena CEO. Sasa yeye ndo aliongea. Aliongea CEO akamwambia kijana nimeshachukua. Ameenda. Hivyo ndio mimi nilijipata niko rusha boli bakini pambane huko. But nikapiga 1 year pia. Nikapata nikaenda tu tena bado nikasign Tusker. Maisha yako pale FC Leopard walikupokea vipi? Wewe kibinafsi wewe mwenyewe ulijisi vipi unapiga pale FC Leopard, club ya Waluya? Ni vitu hatupendi kusema kwa kamera because nimecheza teams kadhaa zenye na enzi sana, zimesaidia sana career yangu na life yangu. Mimi kutoka utoi nilikuwa na support FC Leopard. Kutokana kwa wazazi wako ama wewe mwenyewe tu? Of course wazazi, mimi kiangalia mpaka ile kikosi ya kina ya 96, 97, Matthew Otomax, Francis Ouma. Nilikuwa mpaka class na andika lineup kwa board. Nishaepa nikaenda kuona game pan paper hapa nikapigwa vibaya sana. Na nimetembea mguu. So nimesupport FC sana, ilikuwa na dream yangu. So ilikuwa tu kwa damu. Ilikuwa like imekam na life ilikuwa poa. By that time tulikuwa na Mumias, wana support, walikuwa sponsors. Pesa ilikuwa kwa uchafu. Tulikuwa na maadha hapo, Pamela mimi mtambua sana. Alifanya timu ikashona mamu na pesa zake na kazi yake, lakini alikuwa very close to the players. Nakuja bana tukienda mpaka camp. Tukuli chakula ya hoteli bana. Kuja na pika tunakula. So life ilikuwa sawa, but politics kama kawaida pale FC Leopard kaingia tu. Mimi nikaona hapana, ni either nicheze bola ama nifanye politics kivipi na club. Of course unajua vita za officials nje, rivalries zinakuja mpaka kwa club, kwa players unit. So unapata kuna wale wameletwa na huyu so unapata kuna a lot of distractions. So kuna mtu anafeel huyu player ni wangu, mimi ndo nilisign huyu player, mimi ndo nilileta. Alafu pia vile player akijiona hivyo anakuwa na kiburi. So inakuwa msipokuwa na wachezaji wako very mature, inakuwa ni issue. Performance pia vile itakuwa low. We have a good team but now we are not performing because unapata vitu mingi zimekuwa na zimeleta distractions. So nika move nienda Tusker. Nikapiga hapo 3 seasons. Nikakuja Kakamega. So FC Leopard ulipiga term moja pekee yake. 1 season pekee yake. Season moja. Kaondokea ukarudi Tusker. Nikakuja Tusker. Piga 3 seasons. Kuja Kakamega Homeboys nikapiga 6 months. Karudi Mathare 1 year. Nikaacha bola. Kasema acha itulie nifanye vitu zingine. Zile vitu mention politics kwa AFC inaweza kuwa imechangia AFC haijakuwa level yenye imekuwa 90s. Ndio kwa honest
110%. Yes. Ukiangalia FC na Gor, Gor wamekuwa more successful. Si ati hakuna politics, but kuna zile structures, kuna mtu wako in charge. Ukiangalia Rachera amekuwa hapo for quite some time na ame make sure however politics zitakosa, but then the head, you make decisions and you make the decisions zenye zina benefit the club. But FC Leopards kumekuwa na ile instability, unapata force kila mtu ana feel ana say na inaenda up the more wakati mahali kuna fights watu umia ni wengine, unapata performance hakuna, you don't have time to make structures, to implement structures, to make sure that you come up with a good team yenye inaweza compete. Hiyo ndio kitu Gor imeshindia tu FC. Ukiangalia Gor, by the Gor, mtu akisema Gor management ya Wandracher, kuna mtu anajua mtu mwingine. But FC utapata siji nani anasema, nani amesema. So at the end of the day, decision making imeshinda leaders ku make pale FC Leopards. Ndio maana because always as a leader always make decisions zenye unapata zitaenda tu na kila mtu atakubali. But again kuna zile nda make itakasirisha, itafurahisha wewe, lakini at the end of the day if it benefits the club you stick to it. Now uko responsible na results, because unapata maybe umeangalia long term results, kuna mtu anaangalia short term, mid term, lakini haoni mali unataka kwenda. So stick to your objective na make sure utafika, because unapata hata kama mali tuko hapa ukitaka kutengeneza building utakama hapo na structures na uanze, kuna mtu ataangalia anasema na huyu jamaa atamaliza hii kitu kweli, lakini wewe mwenyewe unajua mali unaenda, unajua nikifika mwezi fulani nitakuwa na kitu ndaweza fanya, naweza ongeza floor 3 hata kama era 10 years, but kuna mtu hata iona hivyo. So pia kwa leadership iko na imekuwa ni challenge. Na labda kama unaweza tuambia pia after umetembea hizi timu zote, umemonitor wewe pia venye umepiga hii game, ni wapi ulienjoy sana na achievement yako ile kubamba mpaka unasema that was it over? To be honest, hizo timu zote nimecheza nimeenjoy life, apart from maybe financial obligations zenye zinakuja na responsibilities. But nimeenjoy sana life because one, napenda ball. Second, hizo timu zote nimekuwa na friends. Unaona, so unapata nina history when I had my life at Sofapaka, huge history. Nimeshinda nao the first team, tumeshinda NSL, tumekuja Premier League first year, tumeshinda ligi, tumeshinda Go TV, nimeenda FC Leopards, tumecheza Champions Confederation na Super Sport South Africa. We had a very good team, of course together with Alan. Piga bao pale, so life kuja pale Mumias, chakula mzuri, fresh, kuku, kila kitu. Nimeenda Tusker, nimeshinda nao double 2016. Nimekuja Kakamega Boys, life ilikuwa poa, kila time niko kwa mazee, unaona, chakula pia ni fresh. Nimeenda Mathare, nikapata na my former coach Kimanzi. Ikakuwa like nikaona kama career yangu tena bado ndiye naanza fresh, unaona. So kila timu na memory yake, na memory zote ni poa apart from challenge tunakuwa nazo kawaida za finance. Yes. Katika safari yako ya soka natumai kwamba ulipatana na marafiki. Juu chini unapatana na huyu. Labda rafiki upi ambaye ulipatana naye ukasema kwamba huyu naye tumecheza naye soka, huyu naye alinibeba, huyu naye alinijenga? Ni wengi sana. But kuna mtu mmoja tumecheza naye timu mingi sana. Tunaweza sema Alan, tumecheza naye timu moja. Alan Wanga mmoja. So unajua watu hawajui we are very close. Very very close. Vipi? Hiyo unajua nataka naye na podcast yake. Ni mambo mingi sana. Kwanza niko na stories za Grau. Na niko na stories zile nje ya Grau. Zenye najua ni kijaribu kuongea na niambia nitakupiga. Takulima hicho. Usijaribu kuongea. Unataka nikupe nini? So tumekuwa naye Sofa. Tumekuwa naye. Yes, tumekuwa naye FC Leopards. Wewe ndio ulimpata kule. Sofa alinipata. Nikampata FC. Akanipata Tusker, nikampata Homeboys. Ndio hapo hivyo labda kuna connection wewe fikaje kuja hivi? Of course FC Tusker, unajua Tusker pia na story, because the funny thing, tulikuwa tunataka ligi, tunataka striker. That time FC pia namtaka. Pesa nataka ni mingi zenye kushinda zenye mimi na
Kwa hivyo unamaanisha na mimi ndio captain Tusker. So pale uko Tusker, umeambia coaches ama umeambia wale wasimamizi unamtaka Alan. By that time alikuwa na Azam anatoka. So na sio huyu huito. Alikuwa ametoka kule Azam. Alikuwa anatoka na kuja FC. Na unajua kule na tunaongea pale wale lazima ikuwe mzito. Ongea mbeba anakuja hivi bana. Sasa shida pesa nataka. Kasema bwana wewe bwana jamaa pesa bana half yenye mimi napata na mimi ndio mwenyeji hapo Tusker. Mimi ndio captain. Na hata wewe ndio unapata mingi kushinda wengine. But nikasema haina shida. Ndio jue tulikuwa performance nikasema acha akuja. Nilisaidia by the way because alikuwa amewashinda. Kidogo akaelewa. Alikuwa amewashinda, alikuwa anaenda FC. Alikuwa amewashinda but tukapambana. Hata nakumbuka siku ya kuja kusaini pia nikamdanganya. Like niko haraka anakuja kumbe siko. Kwa kwanza kukuja alikuwa amekataa. Hataki kukuja pale. Lakini akasema akifika hapa but nikaambia official elewana tuna yeye. So pesa alikuwa anapata mingi kunishinda. Ndivyo mkapata mnapiga pale Tusker. Tukachukua akapeleka vizuri sana in fact. Alikuwa key player sana kwa siku shinda double. Both Go TV na ligi. Play crucial role sana. Crucial goals during that season. Si ilikuwa kazi yetu tuzuie. Tunajua tu anytime bye itakama. So you can tell Alan was one of your best friend up to date. Up to date. Mpaka national team. Kila team ina story yake, niko na story yake. Mpaka national team bado. Kabla tufike pale national team. Najua umepiga pale Homeboys labda zungumzia kidogo pale Homeboys ilikuwaje? Yeah, Homeboys was a very good team. Tulikuja hapo tukapata players pia walikuwa young players hapo tukajaribu kuwasukuma. Life ilikuwa poa. Miaka ipi hiyo? That was 2018. Yes. Na 2019 ndio ulibeba ukasema acha ikae. So 2018. Ilikuwa poa na uzuri tukapatana tuko pamoja. In fact alikuja huku. Ukapata kule na yeye sasa nilileta huko akanileta ushago akaniambia kuja. Nikakuja na akanileta. Unajua anarudisha mkono. Kwa sababu alikuleta kule Tusker. Nilimpeleka huko akanileta huku so tunashinda pamoja after game jioni. Kila time tuko na kana pamoja. So life ilikuwa poa. Kitu ilinifurahisha ni time ya training iko. Si half kurauka. Mahali nilikuwa nakaa na training ni mahali pa 10 minutes drive. So kama tizi ni ya 8 naweza afford kuamka 7:30. Si kama Nairobi 8 umeamka 5. Nikurudishe nyuma kidogo Jemo. Wakati ule wewe uko kule sema uko kule Sofapaka, Alan sema uko kule kwingine. Pale wakati ambapo mnapata unajua kwamba leo kesho Alan mimi nakukuta lazima nikupige. Pale uwanjani kulikuwaje? Pale ambapo unajua si kwenda kwenda direction kwa sababu hata tukifanya tukakuwa friends. I think ilikuwa ni war. Ilikuwa ni war. Kuna game hapo City Stadium. I think kila mtu alitoka kama na blood. Unajua Alan ni bully. So alikimtazama jamaa ameshiba. Bola hataki uchukue, ana nguvu, ana kila kitu. Na hapo ni uwanjani. Ukimwacha chanza anafunga so na pia mimi zile za hapa naye upiti. Hapo upiti. So na si hata haikuwa inaishia hapo. Hata vile tumekuwa friends, siku tumekuwa training opposing teams, kumekuanga na huo. Nzuri tu ni kwamba haongei, unamkanyaga na kuangalia zile huyu na huyu ni nini namsumbua zile za yeah, so I think imekuanga tu ni professionalism ukacheza cause hiyo ni kazi. Yeye anataka kwa training cause anataka afanye kitu atafanya kwa game na pia mimi nataka nifanye kitu nitafanya kwa game. Si atufiche hii alafu pale kwa game utakuja. Ana work hard. Anataka apige mabao kwa training pia mimi na work hard ku defend. So tunaenda lazima tu tunagwaruzana. But at the end of the day training ikiisha tena tuko pamoja. Stories zinaendelea kama kawaida. Yeye anaishia kwa grao. Tumefika pale national team. Safari ya kwako pale national team ulianzaje toka ukajipata huko pale national team na ni achievements zipi ambazo umezipiga pale katika timu ya taifa Harambee Stars? National team nili dream kucheza national team. Na for the first time nilita national team. In fact nilikaa muda mrefu sana wanawa kama nimerudi home. Hiyo time kulikuwa na time ya Olaba na Robert Matano waliita watu karibu 50. Ndio kwa kucheza. Yaani hapo wakati walikuwa wanaitwa 50. Si kama siku hizi. Waliita watu 50 unajua walikuwa wameleta I think coach Kimanzi alikuwa ametoka Uganda na team Sekafa. And then akakataa kuipeleka Egypt, coach Bob akapeleka. So walikuwa wamemweka kando. So wakaleta coach Bob pia alikuwa na issue zake. So wakaleta Robert na Olaba. So ndio wapate team vizuri wakaita watu 50.
So at 50-11 aside ndio zinachezwa ndio wanafanya selection. Lakini wale 50 wote wameitwa. Wameitwa. So na ilikuwa tukiitwa tulienda, in fact hiyo siku tulienda, ulikuwa unaitwa tunaenda straight kwa uwanja. Kwa nakumbuka niliingia camp saa 8 nikaenda grao. So wanakupea chance unacheza, wanaandika names. So mimi wakamaliza. In fact niliingia kama ni dakika 5 mingi. Because niliingia by that time tulikuwa na huyu kuna Boniface Amba. Mimi umwambia by the way. Boniface Amba alikuwa anakimbia. Alinitoa kwa line hivi na nimeingia sijauom. Mbio mbaya sana. Nikatolewa tena wakaniambia kujoka hapa. So kimaliza tizi wakaita majina, wakaita watu wengi, tukajua nini nimemea, kumbe hao ndio watu narudi home. Wale wanaitwa. So nikarudi na home na bag. So niko home kwa nyumba, alafu unajua kwa by that time kulikuwa national team wanaandika majina kwa magazeti. So inachapishwa kila mahali. Mimi nimerudi kwa nyumba bado wananitumia message, congratulations, tumeona jina yako kwa national team. Mimi nashukuru, lakini nimerudi home. Already kwa nyumba. But nikaambia hapa lazima nikam. So kuna time tulikuwa tunacheza na Red Berets pale Nyayo. Meba kama 5 minutes tulikuwa in fact 0-0. So tukapata kona. Sisi ndio tunataka. Niko sofa park. So ball ikapigwa kona na nika misjudge hiyo ball. Ile ya niende na kichwa ama niende na mguu. So nikachelewa. So kuchelewa ikakuwa lazima ni dive. So nikaangukia shoulder nikaumia. Hata nikatoka sikumaliza hiyo game. Ndivyo ulitoka moja kwa moja. So nikatoka. So hiyo wiki tulikuwa naenda kucheza na Chemelil Sugar Kasarani home. So mimi sikutrain. Hiyo Monday, in fact hiyo wiki sikutrain yote. So Friday nilikuwa nakaa home. Friday ikafika nikasema jeshi yangu ina game kesho. Wacha niende leo hata niongeleshe tu asione niliumia nikakaa home. Mimi nikaenda. So kwenda Matana akinem team akanemwa tu 19. Mimi niko mtu wa 19. So mimi nikamwambia Baka nikamwambia mimi najisaki kwenda camp. Sina nini bana, hiyo ndio time zao unapata pia unaweza piga karaundi kidogo. Niende tena camp. Akaniambia tu kuja, lazima kuja camp. Ukarejea tena. Nikaingia camp. Nikitaka kwenda camp message ikakuja, beba vitu. Beba boots na mimi nikabeba. Si nikaenda. Beba silaha. Kaenda. So asubuhi after breakfast niliangalia anaweza panga timu yake. Ndio na kipanga timu naanza. Mimi kwanza shoulder bado nasikia pain kabisa. So kumbe ameambia daktari akakuja kan strap vizuri. Nikiweka jazi huwezi jua. Lakini kwa nimestrapiwa kabisa. Kuna watu wale mauchungu. So tukaenda game hapo. Kumbe siku Antoine Hey by that time coach wa national team amekuja amekaa hapo kuona hiyo game. Na hiyo siku sasa unapata since ina pain na nacheza katikati, sitaki unajua kuguza ball mara mingi. So naogopa touch moja mbili. Antoine akaona huyu midfielder ni deadly sana. Mimi nikirudi after game tulishinda 2-1. Nilirudi kwa nyumba hivi. Tiama ananiambia bana. Umeitwa national team. Yaani hiyo ndio ilikuwa target yake. Nikaenda. Niko na injury. Na nikajiambia sirudi. Hii timu sasa hii siwezi toka. Na hivyo ndio nilikaa national team mpaka vile nimecheza almost 8 years national team. Mtazamaji wa Maika TV, haya ni mahojiano moja kwa moja na James. Genda kwa jina kama James Wahungu. Yuko sawa? Wahungu. Hizo ni majina unajua sasa hizo ukienda hivyo unajua umenipeleka nyumbani kabisa sasa. Wahungu kabisa. Jina hiyo. James Wahungu huyo ambaye aliwahi chezea Harambee Stars, vile amepiga vilabu mingi sana hapa nchini Kenya. Kama unafuatilia matangazo haya kisha kwamba una subscribe pale kwenye YouTube channel Maika Radio, Maika TV, Maika Entertainment, itakuwa inafurahisha na itakuwa inapendeza sana. Jemo, kufiti? Kabisa. Umemaliza kila kitu pale katika timu ya Harambee Stars. Labda muda wako pale Harambee Stars, the worst and the best my experience uko pale katika timu ya taifa Harambee Stars. Maana tumekuona wakati ule. By then nimekuwa na 8 years ndio si kidogo national team. 8 years. Yeah. Yaani wakati ambapo uliitwa ulizidi kuitwa na kuitwa. Nilisema siwezi rudi bana. Game yangu kwanza nilijaribu nikabebwa kwanza tukaenda kucheza Mozambique. Nikaanza kwa bench na nikasema siku ndawekwa ndani. Hiyo siku ndio watajua. Yaani for the first time umekwenda kule nje ukaekwa bench. Nikasema sawa. Nimesikia. Kumbuka second half kwanza tunaletwa nika warm 45 minutes lakini sikuingia. But nikasema siku ndaingia watajua hawajui. So nasema my worst moment. Not worst in a bad way but yani kuna siku tumeenda kucheza tulikuwa tunacheza Nigeria home. Nigeria. Sasa tukaenda friendly huko na Kuwait huko Egypt.
So mnakwenda friendly lakini mko na mechi pia na Nigeria. So hata wewe rafiki yangu mwenye nimetaja hiyo game aliges kichwa akafunga. Sasa bolo la vole ya kidogo. Tabulikuwa timu moja. Alibahatisha karana hapo. Boli ikampata akapiga bao. Lazima kuibuka na ushindi. Tulidrama tulilose 3-1, 3-2. I think alipiga equalizer wakatuongeza bao. Hiyo ndio game inakuanga na tashwishi zile za kulikuanga na match fixing. Kwa sababu nakumbuka alipiga ilikuwa ni 2-2. Akitupea 2-2 then I think walifunga bao yao tatu tuka lose 3-2. Kule Egypt. But alikuwa hapa Kasarani. Unacheza Nigeria Kasarani. But alikuwa ameturudisha kwa mchezo so but ikafanyika. So tulienda friendly kwa Egypt. Naam. Tukapigwa na Kuwait. Pia kulikuwa na mambo mingi sana kwa hiyo friendly. So tukirudi tukafika JKIA. Wakataja majina mingi. Hey, majina ya kwenda. Bwana tumesimama sasa hata tuko tunajua hii majina mbona wanataja tukio airport. So wakataja kila mtu ameshika bagi yake tumesimama kwa corridor hapo tumeteseka. So tunasikia bana nyinyi vile tumesoma hivi kuna double M by that kulikuwa na hizo basi za double M mpya kuna double M imekuja hapo nje nyinyi mtaingia tutawaambia siku mnaweza rudi camp. Ukakuwa mmoja wao. Nilikuwa huko ndani hao wengine wenye waligesi pia kufunga wakaitwa inside wakaambiwa kuna rosa wakaambiwa kuna karosa hapo mtaingia muende camp. So nilifeel vibaya kwa sababu hatujapewa anything so wewe mwenyewe jua vile utafika home na pia hatujalipwa allowance. So nasema that was okay. Kuna scenario moja but nasema hiyo ilikuwa very unprofessional. My best moment with the national team tukishinda Sekafa 2013 na yeah because first sikuwa kwa initial squad but kuna wachezaji waliepa camp nikaitwa. Sasa ilikuwa advantage nikaenda mimi kwanza kama wangeepa kwenda holiday. Nikaingia tukiwa na Adele pia tena hiyo tu Sekafa. Nikapiga cross ya pesa na huyo jamaa huyo kugesi saka slide tena nyingine hapo kwa finali akafunga. So that was my best moment. Sasa yeye alikuwa na miungu zake za kubadilisha. Bwana hizo bola nagongana nazo pale kwa box. Acha tu. But alikuwa anajua mali anafaa Quran na kufunga anyway ilikuwa deliberate so kwa sababu that's the first time pia nasema kucheza national team to have pesa. Hiyo Sekafa. Because initially tukianza Nyamoya alikuwa amesema mkishinda Sekafa sichukui pesa akijua tutashinda but tukashinda. So tukakwamia pesa. Pia tukaenda tukaona president by then former president Uhuru Kenyatta State House kajenga kakitu. Akatupea kakitu. Kapewa jamaa tena ampea mamita kadhaa. Kaenda akaficha kwa gari kwanza tukakuja na meeting. Tukaenda na meeting. Alafu pia akatupatia chance kwenda kuona World Cup 2014 Brazil. Nakumbuka vizuri sana. Nasema that is the best moment zangu national team. Labda Jay kuna time uliwahi feel like umetosheka na Kenya kuna club fulani uliwahi kuwa na dream ya kuipigia? Of course Kenya ukicheza lazima kuna dreams za kucheza nje but again kuna opportunity lazima come kuna luck unaweza work hard na ucheze tu pia hapa bila Mungu amekupea kuna wachezaji unapata pia mpata at least chance platform ya kucheza nje na ikuje rahisi you need to be like lazima kuwe uko level yako na mimi heshima sana wachezaji wamecheza even neighboring countries hapa na Europe tumekuwa na hizo dreams but unfortunately I did play to Albania 6 months na nikarudi that's the nasema team ya nje nilichezea but I'm very okay and I always thank God because I gave my all. Kitu mimi sema I don't regret kocha ball because wakati nilikuwa nacheza I gave my all na God pia akanisaidia. So wakati niliwacha si kusema like kuna kitu niliwacha maybe niseme ningekuwa serious ama niweke bidii ningefika mahali I gave my all. Nasemanga hivyo ndio God alinifikisha hapo. So na I'm happy that all clubs nimechezea zimekuwa successful na nimeshinda ligi kadhaa hapa Kenya. Tukimalizia Jamo, baada ya soka sasa hizi James Tuma ni nani? Anafanya nini? Anajishughulisha na masuala yapi? Sijui naanzia wapi. Utaanzia tu. Manake soka umeiweka kando 2019, sasa hizi tuko 2025. Wakati huo hadi wakati wa sasa James Tuma. Sasa hizi ni currently I'm the president of Kenya Footballers Welfare Association in the country. KEFWA. I'm also the director of Inspire Soccer Academy. I'm also a KFC licensed
coaches with I have a team playing in regional, of course. Timu yako kwako? So niko na inspire na feed to ile senior team called Mwihoko Sportive because mali tunachezea ni hiyo community. So uwanja ni yao kila kitu, so lazima wafiate na community. So na pia I'm a football analyst. Mimi sema unachambua soka. Also I do football clinics in counties, just giving back to the community to make sure that I develop talents, because niko na academy but wote hawezi kuwa hapo. So I try to go to counties, initiate those clinics and make sure that also to mentor young upcoming players. So naweza sema basically hizo ndio vitu nafanya saa hii. Okay. Yes. Zungumzia kidogo about local players. Tumeona mechi kama 2-3 hapa nyuma Harambee Stars, local players wamejituma. Pesa bwana, pesa. Kwa hivyo unasema Malika, unajua hii hata tukishinda hiyo, by the way tukishinda Sekafa, I think pesa kila mtu, pesa mingi maybe ilikuwa around 280. Na hiyo ni Sekafa the whole tournament. Juzi bwana watu wanaekea mita moja. Mimi nakwambia kitu ambayo mko ikiona ile timu yetu ungeweka 1 million. Sidhani kama kuna mtu angekaribia 18. Ingekuwa ni murder case. So motivation imekuja pia na pesa, na tunashukuru the president William Samoei Ruto. That was good initiative. Na inaonyesha kwamba football is a multi-billion business. So if we can invest in football, we can get the results. Local players, ukiangalia by the way ligi yetu, kwa tu hapa ukiangalia ligi yetu imekuwa kitapa but wakati waleka kitu kwa meza, vijana walijituma. Na mtu anaangalia cause ukiangalia 5 games, 5.5, mimi kari yangu nimecheza 17 years, dhani kama hizo pesa unless niweke mpaka salary. Lakini kusema tu ati bonus, hakuna. Maybe kama zimeenda ni mita. Hizo miaka nimecheza, but ukiangalia game moja imewekwa mita, then time yao wa have fun. Tumekuwa na politics zikiharibu sana soka Kenya. Sasa hivi unaionaje venye iko? Tumekuwa tumederail. Okay, tuko stuck. Na kila mahali unajua kuna good politics na kuna bad politics. So wakati kuna bad politics inakuwa ni issue. So kuna politics but good politics za of course na criticize ama na kuweka tu na keep in check, kumake sure kwamba vitu zinakuwa ziko poa. But tumekuwa na politics inaraniwa, ina influence na hate. Na pia kitu kingine tu ni sijui ndatumia word gani, but ukiangalia sasa ndio kuna light. We have a very long way to go. It will never, unajua watu wanataka tu waone vitu but inaweza kosa kufanyika hii mwaka next year, but itakam. So kitu muhimu ni we come up with structures to make sure like these structures zinaweza kuwa short term, mid term and long term. So tunaweza fanya tu kama football stakeholders, we give ideas or share ideas where we feel like inaweza saidia na kuona football imesonga mbele. But so far kuna goodwill ya kuona soka inaendelea, because wakati Ministry of Sport ama let's say the government ina come on board pia kuona support football vile kitu chani imefanyika, believe me hakuna kitu inaweza simama mbele yetu. So tuna believe vile ilifanyika pia sasa hivi tumeona kitu inaanza kuingia kidogo kwa ligi. Tuna believe itakuja more best players wetu wabaki hapa Kenya, wasiende other countries, because if you remain with our best players tuifanye ligi yetu ikuwe lucrative. We invite now good players from other countries wakuja na different quality, watafanya ligi yetu improve. Kimalizia upande wangu, zungumzia Ben McCarthy. Na venye anakuja Kenya reception, unaona mafans mpaka wanajaa pitch uwanja. Ilikuwa unveiling yake, na kitu moja kwanza aliwin, alikuwa very receptive. Kwanza mwenyewe na watu zile za I need you guys. So the nini yake ya connection yake na Kenya, nasema tu ilimkubali. Since amecheza I think ilifanyika kuwa easy, kuongeza na character yake, alikuwa very receptive. Tena alikuwa anaongea ukweli, anasema hii sioni nikishinda. Unaona, so alikuwa ni mtu honest. Alafu kitu kingine ameleta a lot of professionals in that team, and that I mean competition. Play, train well and play. Not like lazima tu mtu fulani acheze. Ndio na timu yake ilikuwa anyone can play. Anaweza change na uwezo wana. Hata tumeona makelele mitandaoni, mbona huyu hayupo? Na bado timu inafanya vizuri. Rome was never built on a single day. So he needs time. He will win matches, he will draw matches, he will lose matches. But again, mali tunataka kwenda
kama kuna kitu tumeona ndani mwake anaweza tufikisha mahali, then we give him support. Na kitu mimi naweza omba tu also our local coaches they should work together with the national team coaches na wakuwe honest kwake, wampate true picture, because mimi naweza ita mchezaji kwa timu yako na feel wewe kama coach na feel mchezaji yuko ready, kwa tu honest na coach mwambie mimi kijana wangu attitude ama nini, hiyo ndio itachangia positive. Unlike mchezaji ameenda maybe coach alimwona game moja akaona mzuri na wewe mwenyewe unaona kuna kitu fulani anafaa kufanya, then saidia coach. So if you can work together, coach acheze role yake, players wacheze, FKF wacheze role yao, fans wafanye role yao, kila mtu astick kwa lane yake, energy together, tutasonga. Labda nikurudishe nyuma kwa udogo tu, Jemo, timu ya FC Leopard, manake umesema kwamba ilikuwa damuni, sio? Na up to now unaweza jua kwamba FC Leopard haijabeba taji. Sijui tangia lini. Unaona? Labda kwa mtazamo wako wako, FC Leopard ifanye nini chini ya uongozi wake Boniface Ambani hadi kufikia sasa ndipo saweze kuhakikisha kwamba anabeba taji tukimaliza? Boni amechezea FC Leopards, anajua history vizuri, na pia amechezea some of the big teams outside the country kama ameenda Yanga, pia timu ambayo ina good structures, inataka watu washinde, anajua the weight ya kuwa na timu kubwa yenye inasupportia na community. So I think kitu muhimu first anafaa kufanya ni akae na watu wake chini, na lazima wa review the structures. Utapata pale ndugu yake ndio kocheza. So unapata kama hiyo, that's another thing. Na okay, in football somehow ni kitu lazima ajue vile atadili nayo, because people need performance. Na situation ikapo ni kwamba anything inaguza yeye inaguza coach. Anything inaguza coach lazima itakuja kwake. So ni lazima tu review those structures na team yake, leadership yake, wa make sure kwamba hizi structures zinaweza after 2-3 years, because watu wameona ameingia lakini watu expect results. No, it will never happen. It can happen or not, but lazima tu angalie future, nini na come up in future. So lazima review structures. Amecheza timu kadhaa, amejua vile structures ziko, so take time, as long as they stay focused na ajue mahali anataka kwenda, make decisions. People wanaweza piga kelele unajua nini, lakini mimi husema ni kama tu gari unaendesha, nakwambia bana hiyo barabara ni mbaya ya matope, wengine unajua mzee, mimi najua nikienda niweke mguu hapa nimeenda. So inakuwa ni wewe trust yako na vile unajiamini. Mtazamaji, amekuwa mahojiano ya moja kwa moja na James Situma, lakini tukimaliza kabisa, manake watangazaji utamaliza na ukimaliza, kumbuka James Situma, Maika Media ni station ambayo inakuja kwa kasi sana ukanda huu wa magharibi, kuongelea Busia, Bungoma, Trans Nzoia, Kakamega na hata Vihiga. Jambo lako kwa mtazamaji ambaye amekuwa akifuatilia matangazo haya katika ukurasa wetu wa YouTube na vile Facebook, ungependa kumwambia nini kuhusiana na Maika Media? Ukiangalia the regions zenye umetaja, ni space kubwa, na ina watu wengi. So naweza sema tu wa follow hizo channels, kwa sababu anything information concerning sports na vitu zinafanyika pia watazipata hapo, so waifuatilie na pia waendelee kusupport. Asante. Yes. Asante. Haya amekuwa mahojiano moja kwa moja tukiwa naye James Situma, nimekuwa naye Nelson Songa katika mahojiano haya na James Situma vile Wahungu kutoka kule katika kaunti ya Bungoma. Bungoma. Watu wangu wa Bungoma. Asante, endelea kutegea Maika Media, nasema kwamba hii ni sauti yetu. Mimi kwa sasa nimesepa, ni mtoto wa mama John Anthony Orao, na hii ni Maika Media, sauti yetu.